Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau kulike, comment, share, subscribe. Kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1. Mathayo anaandika kama story. Anasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za Herode, mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumshuhudia. Neno la kulishika mstari ule wa 2 ni hiyo nyota. Mstari wa kwanza, neno la kulishika, mstari wa kwanza kabisa, neno la kulishika ni hao mamajusi wa mashariki walipofika Yerusalemu. Mstari unaofuata, mstari wa 3, anasema kitu gani? Basi mfalme Herode alipoyasikia hayo, akafadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote. Nao look here, anaowakusanya sasa, hakusanyi majambazi, hakusanyi wezi, hakusanyi polisi, anakusanya wakuu wa nini? Wa makuhani wote na waandishi wa watu. Anaposema waandishi, maana yake ni wale waandishi wa sheria. Anasema ni waandishi wa sheria. Akatafuta habari kwao, Kristo alizaliwa wapi? Mstari unaofuata anasema, nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Yudea, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Nawe Bethlehemu. Sasa hapa mstari wa 6 anakoti kilichoandikwa. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, mdogo kamwe miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga Israeli. Kwa hiyo makuhani hapo wanakoti kile ambacho kimeandikwa. Wanasema maana iliandikwa na nabii, na hawaishi kusema imeandikwa, wanasema hata jinsi vile ambavyo imefanyaje, imeandikwa na watu wangu wa Israeli. Sasa unafuata anasema kitu gani? Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Sasa unafuata anasema kitu gani? Akawatuma Bethlehemu, akasema, nendeni mkamchunguze kwa makini habari za mtoto, na mkisha kumwona nileteeni habari, ili na mimi niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona ya mashariki ikawatangulia mpaka iliposimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi kwa furaha kubwa mno. Mstari unaofuata, wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, neno hili kama Biblia ni ya kwako ipigie mstari, wakamtolea mambo haya matatu: dhahabu, uvumba na manemane. Wakamtolea dhahabu, uvumba na manemane. Unaona mstari unaofuata anasema kitu gani? Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Twende mstari unaofuata. Anasema nao walipokwisha kwenda zao, na tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, mchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukakae huko hadi nitakapokuambia, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto angamwangamize. Akaondoka, akamchukua mtoto na mama yake, usiku akaenda zake Misri. Na hili ndilo neno la Bwana katika jina la Yesu, amen. Utimilifu wa unabii na ishara za kinabii katika kuzaliwa kwa Yesu. Pengine hicho ndio kichwa Roho Mtakatifu amenipa sasa hivi. Utimilifu wa unabii na ishara za unabii katika kuzaliwa kwa Yesu. Tunaona kitu ambacho kinaandikwa na kinatupa picha ya kile ambacho kimetokea wakati Yesu anazaliwa, na tunaona inarekodiwa hiyo habari kwenye accounts mbalimbali, kwenye injili mbalimbali. Yohana anaandika ya kwake, Luka anaandika ya kwake, Marka anaandika ya kwake, lakini napofika kwa Mathayo kuna kitu ambacho ninakipenda ambacho anakiandika kuhusiana na habari ya kuzaliwa kwa Yesu. Unaona mstari wa kwanza kabisa
anaanza kutuonyesha mambo kama matatu ya muhimu. Jambo la kwanza, ana display ya kwamba kwanza Yesu alizaliwa, na alizaliwa wapi, alafu alizaliwa kwenye zama za nani. Kwa hiyo kuna kitu cha msingi sana utakiona kwenye haya maandiko ukipay attention kwenye haya maneno ya kwanza. Unapoanza, anaposema Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, maana yake anajaribu kutupa picha ya huyu Herode. Alikuwa Herode ni nani? Na utaona kwenye Biblia inamtaja tu hivyo Herode kama Herode, mfalme Herode, lakini haipi details nyingi sana juu ya Herode ni nani. Lakini ukienda ukisoma historia na utakuja kugundua huyu Herode ndio yule Herode wa historia ambaye alikuwa anaitwa Herode the Great ama Herode mkuu, ambaye alikuwa ni aina fulani ya mfalme ambaye amepewa kuwa mfalme juu ya Wayahudi. Yeye si Myahudi kwa kuzaliwa, lakini kwa adoption akapewa kuwa juu yao, na walikuwa wanamuita Herode the Great. Ama niko nasoma historia, ukimsoma Josephus anasema huyu ni mmoja kati ya wanahistoria wakubwa sana wa historia za kibibilia. Anaandika juu ya Herode, anasema walikuwa wanamuita Herode the Great kwa sababu kila kitu alichokuwa nakifanya kilikuwa ni kitu kikuu. Na huyu Herode ndiye ambaye aliwasaidia tena Waisraeli ama Wayahudi kulijenga tena hekalu lao, na wakati huo akalijenga vizuri sana, likawa ni moja kati ya maajabu ya dunia wakati huo, moja kati ya maajabu yaliyotokea kwenye dunia wakati huo. Na alifanya hivyo ili kugain political mileage, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa ni mkatili kiasi ambacho inarekodiwa katika utawala wake Herode, sio tu kwamba aliua watu, lakini aliua mpaka watoto wake mwenyewe. Sisi kama unanielewa, kuna rekodi ya akaunti ya mama yake kumuua mama yake mzazi na kuua watoto wake watatu na kuua siku moja watu 41 kwenye Sanhedrin, kwenye baraza kuu la Wayahudi wanalokaa. Alikuwa ndio mtu wa namna hiyo. Sasa yani historia inaacha kuelezea watu wengine, lakini inakuelezea jinsi ambavyo alikuwa brutal, jinsi ambavyo alikuwa mkatili mpaka kwa watoto wake wenyewe. Na ndio hapa utagundua kwa nini Mathayo anapoandika anasema Yesu alipozaliwa alizaliwa zamani za Herode, mfalme Herode. Maana yake anataka kukuonyesha mazingira aliyozaliwa Yesu hayakuwa mazingira ya kawaida kama unavyodhani, yalikuwa ni mazingira tata kuliko utata wenyewe. Nani ananielewa? Aseme amen. Kwa hiyo kuna kitu katika ufunuo hapa tunakipata ya kwamba hatima kubwa mara zote huwa hazizaliwi kwenye mazingira ya kawaida. Hatima kubwa huwa zinazaliwa kwenye mazingira ambayo yana hesabu zote ya kwamba hakuna kitu chema kinaweza kikatokea, hakuna kitu chema kinaweza kikazaliwa. Lakini Mungu anachotufundisha, yeye ni Mungu ambaye huwa hafungwi na watu, hafungwi na nani yuko wapi amekaa nini, lakini kusudi la Mungu wakati wowote linapotaka kuzaliwa kwenye mazingira yoyote linaweza likazaliwa. Na huwezi ukaelewa mpaka afike mahali kama Herode anaweza kuua mtoto wake wa kumzaa kwa sababu wameona huyu mtoto anaweza kuja kuwa mfalme. Imagine huyo mtoto ambaye kuna watu tu wametoka mbali wanasema yuko wapi mfalme. Wakati wanasema yuko wapi mfalme aliyezaliwa, wanamuuliza nani? Mfalme ambaye alikuwa mtoto wake aliyetaka kuwa mfalme. Kwa hiyo unaona, anajaribu kutuonyesha mazingira jinsi alivyokuwa amekaa, na anatuelezea kitu. Na unaona sasa kwenye mstari unaofuata anaanza kuandika kitu cha ajabu sana. Anasema wale watu waliofika, mstari wa kwanza pale mwishoni niweke, anasema na tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema. Na unapoona hili neno anaposema tazama mamajusi wa mashariki, anaongea kitu ambacho unaweza usikielewe sana ukisoma kwa haraka. Hawa mamajusi wa mashariki wanaotajwa hapa, tafsiri ya Kiingereza wanaitwa wise men ama watu wenye busara, lakini jina lao hasa hawa watu walikuwa wanaitwa the Magi. Magi, M-A-G-I, Magi. Hawa ni watata, ni wataalamu, ni wabobevu, ni wasomi wa mambo yajayo, wa ubashiri, wa nyota, wa uchawi na kila kitu ambacho unaweza ukakiita wewe, ambao walikuwa wanaitwa the Magi. Ukiwasikia hawa the Magi, hao ni wabaya, yani wanaweza kukuangalia hivi usoni wakaanza kukwambia mambo.
ndio hao the Magi. Kwa hiyo hapa anaposema mamajusi, usipate ile picha uliokuwa nayo ni wakina mama fulani kwamba ambao sio wananielewa. Mimi nilikuwa nadhani hivyo, wakina mamajusi ni kina mama fulani ambao wamejikunyata, wamezeeka, wa mama fulani ambao wamekosa kazi ya kufanya. Sijui kama unanielewa, ambao wanasema yuko wapi, ngoja tukamuone, kwa sababu hawana kitu cha kufanya. Hawa mamajusi, the wise men, hawa ndio walikuwa washauri wa mfalme. Hawa wametokea mahali ambapo utakumbuka kipindi Danieli yuko Babylon, Biblia inasema akawekwa, alipopimwa akaonekana kuwa ni bora mara 10 zaidi ya wasoma nyota, zaidi ya waganga, zaidi ya wanajimu. Ndio hawa the Magi, mamajusi ndio hawa. Kwa hiyo hawa sio watu wa klasi ya chini, hawa sio watu hivi hivi unavyodhani. Hawa walikuwa ni watu kwanza wenye nafasi, lakini pili wenye uwezo wa kiuchumi, lakini tatu walikuwa ni watu ambao wana uwezo fulani wa kiroho, even though sio upande wa nuru. Nishike taratibu. Mpaka Biblia inaposema mfalme alipowapima akagundua ya kwamba kina Danieli ni bora mara 10 zaidi, maana yake pia hao waliokuwepo pia hawakuwa ni watu hivi hivi. Walikuwa ni watu wenye nguvu, walikuwa ni watu wenye uwezo wao, na walikuwa ni watu wenye vyeo vyao. Sasa utaona anapoongea hapo anasema tazama walifika wakasema, mstari wa 2 anasema wakasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi, kwa maana tuliona nyota yake nasi tumekuja kumsujudia. Sasa ukisoma haya maandiko kwa haraka, wengi wetu watu nadhani hawa watu labda ilikuwa ni safari ya dakika 2 ama ni safari ya siku 2. Anaposema hawa mamajusi wa mashariki, hii mashariki kwa wakati huo tunahitaja ile Babylon ya wakati huo. Unakumbuka kuna kipindi Waisraeli walishawahi kwenda kuishi Babylon, na nikawa nafuatilia kwenye ramani kwa wakati huo safari walioifanya, ambayo pia kitabu cha Ezra anarekodi wakati wanatoka wana wa Israeli kutokea Babylon kurudi. Ile safari walitumia miezi 4 kutokea pale walipokuwa mpaka kufika Yerusalemu. So to say, hawa mamajusi walianza safari, inapofika mahali wamefika leo, unatakiwa uelewe safari yao ilianza miezi 4 iliyopita kwa ajili ya kwenda kumwangalia yule mtoto aliyezaliwa. Kuna mahali na kupeleka, wamesafiri kwa miezi 4. Nakumbuka safari za zamani unasafiri kwa ngamia, na unasafiri jangwani kuna mchanga, unasafiri jangwani kuna miiba, unasafiri jangwani kuna wanyama wakali, maji hakuna, lakini kwa miezi 4 wanasafiri. Sasa utaona kuna kitu ambacho kitakusaidia sana. Ukiangalia, ukisoma kwenye ramani wanasema kutokea mahali walikotoka mpaka kufika pale ni kati ya kilomita 900 mpaka 1200. Na hawasafiri kwa farasi, wanasafiri kwa ngamia. Mtu wa Mungu, ngamia anatembea kama mashindano ya umisi, anatanguliza shingo namna. Yeye ndio mwendo wanaoenda. To show you the value of the King Jesus. Kuonyesha thamani ya Yesu aliyezaliwa. Wanaenda, wanasafiri miezi 4, safari ya miezi 4. Si watu waliokosa kazi. Nimeshaitoa tafsiri ya mamajusi kwenye kichwa chako tayari. Kwa hiyo sio watu wale unaofikiri kwamba ni watu waliokosa kazi, ni watu ambao walikuwa hawana kitu cha kufanya. They had a lot to do, lakini wamefunga safari kwenda. Unaona, anasema, alafu anasema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi. Yani wameenda wakiwa na details za kiroho kuliko watu wa kiroho wenyewe. Kuna kitu nitakufundisha hapa kinaitwa hatari ya dini. Hatari ya dini. Dini huwa inampiga mtu upofu. Anajua maandiko lakini hajui ufunuo nyuma ya maandiko. Ndio unaona anasema Wayahudi, kwa maana tuliona nyota yake kutoka mashariki nasi tumekuja kumsujudia. Sasa nikae kwenye nyota. Anapoongea kwa habari ya kwa maana tuliona nyota yake mashariki, ni vizuri ukaelewa Mungu ana tabia ya kuongea na watu kulingana na lugha wanayoielewa. Sasa hao watu ni wasoma nyota. Unafikiri Mungu angewaonyesha nini? Kwa sababu kitu chenye value kwao ni nyota. Okay, ngoja nikubomoe kidogo. Sio kama utanielewa. Kwa hiyo anachokiongelea hapa ni zaidi ya hiyo nyota unayoidhani wewe. It is not the potential
potential in Jesus, the star in Jesus. Lakini hawa Mungu amewapa tafsiri ya nyota kwa sababu kitu ambacho wao kwao ni thamani na wanajua namna ya kusoma, wao wanajua sana kuhusu nyota. Na ndio maana utakuja kugundua hii nyota ilikuwa ni nyota inayotembea na kusimama kulingana na mazingira husika. Na hicho ndio kitu ambacho kiliwafanya wao wakajua huyu aliyezaliwa, hii ishara sio kitu cha kawaida. Kwa hiyo nikitafsiri hilo neno nyota katika ulimwengu wa roho, anaposema tumeona nyota, maana yake anasema hivi, tumeona ishara. Hii nyota inamaanisha kama ishara ya ukuu, ishara ya kitu fulani. Tumeona ishara ndani ya mtu, ambayo hiyo ishara ndio sisi tunaifuata. Hiyo ishara ndio sisi ambayo tunataka kuona mwisho wa ishara hii ni nini kitazaliwa, mwisho wa hichi kinachotokea ni nini kitazaliwa. Ni vizuri ukaelewa katika maisha haya kuna mambo yanatokaga huwaga ni ishara ya ukuu. Huwa ni ishara ya mtu anayeenda mahali fulani. Kwa hiyo watu wote wa ulimwengu wa roho huwa wanazitafuta ishara, kwa sababu hapa tukisema kwamba mimi unajua wameiona nyota yangu, sawa, lakini kuna mtu anaweza akaanza kutafuta, sasa ngoja nikaisafishe. Alafu unasafisha kitu ambacho hakipo. Sasa I'm not against it, lakini nachoongelea hii nyota huwa ni ishara. It's the same thing, hii ishara ambayo Sauli aliiona alipomwona Daudi. Kwa sababu Sauli yeye ndio mfalme, yeye ndio ana majeshi, yeye ndio ana kila kitu. Lakini kuna kila akimwona Daudi, kuna ishara anaziona, ambazo zile ishara mtu yoyote mzima anaelewa. Kama ambavyo kina mama kuna ishara wakiziona kwa binti, hata kama tumbo halijatokea, wanajua kuna kitu hapo. Nani ananielewa? Kina mama wanaweza kumwangalia mtu hivi, na hiyo mimba ina wiki, anamwangalia hivi, akamwambia kuna kitu kinanisumbua. Anajifanya wa kiroho. Hakuna kitu kinachomsumbua, sio wa kiroho, kuna ishara ameiona. Na adui si kwamba ana uwezo wa kuona potential ya mtu ndani ya mtu ya kimungu ndani ya mtu. Adui si kwamba ana uwezo wa kujua mtu amebeba nini ndani yake, ila adui anachokifanyaga huwa anafuatilia ishara, huwa anafuatilia template, huwa anafuatilia mizunguko. Kuna ishara fulani huwa zinaonyesha huyu mtu kuna mahali anaenda. Yaani kuna tabia fulani huwa ni ishara, huyu mtu kuna mahali anaenda. Kuna hatua fulani huwa ni ishara, huyu mtu kuna mahali aende. Na adui anachokitafuta ni hizo ishara. Ngoja niwaambieni watu wa Mungu, haya mnayoyaona yanatutokea wakati wote. Adui kuna ishara ameiona ya kwamba hawa nikiwaacha waenda hivi, kuna ishara. Ni nani anajenga jengo ndani ya miezi mitatu? Kuna ishara naiona. Sio kwamba ninajua Mungu anachotaka kukifanya, lakini kuna ishara naiona. Vita unayopitia kwenye maisha yako, shetani akiangalia, kuna ishara anaiziona. Anaangalia, anakumbuka kuna mtu aliwahi kupita hivi nikamwacha, aliwahi kupita hivi nikamdharau, lakini huyu naye hana kitu bado, hana mafanikio bado, hana chochote bado, ila kwa ishara hizi, kwa ishara hizi kuna mahali anaenda. Mimi ninatabiri juu yako hizo ishara hizo ishara kwenye maisha yako, kuna mahali unaenda kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Nasema hizo ishara kwenye maisha yako, kuna mahali unaenda kwa jina. Hakuna mtu anapigwaga vita nyingi namna hiyo kama hajabeba kitu. Hizo ishara, kuna mahali unaenda kwa jina la Yesu. Destiny City Church, hakuna watu mambo yanawatokea mfululizo namna hiyo kama hajabeba kitu. Hiyo ishara, kuna mahali mnaenda kwa jina la Yesu. Kwa anapoongea kwa habari ya nyota, anaongea kwa habari ya nini? Ishara. Na kwa nini Mungu aliwaonyesha wao nyota? Wao wanajua nini? Nyota. Sasa wewe usitafute kuiona nyota, wewe tafuta kuona ishara. Kwa sababu utaanza kutafuta nyota iko wapi, mimi nyota yangu iko wapi? Sawa, yani you have a star in you, you have something unique in you, lakini hakuna kitu kitachoonekana. Yani kwenye ulimwengu wa roho, hata wanaposema nyota yake inang'aa, hakuna kitu kama nyota wanachokiona. Wanachoona ni nini? Ni ishara. Kaa chini nikufundishe. Kwa hiyo ukitaka kujua
uko interested sana na nyota, nyota yako ni nipi? Anza kuangalia ishara ya maisha yako, ishara ya maisha yako. Yaani mimi ninaashiria nini? Alafu angalia waliopita njia hiyo. Watu wa Mungu hivi moja kugundua, watu wote wanaofanikiwa kwenye maisha ni kama wanapita njia zinazofanana. Nenda anza kuangalia kutokea kwa kina Daudi. Daudi anakataliwa akiwa toka mdogo. Anafika mahali maisha yake ni kama haeleweki, anaoja anatokea. Nenda angalia kina Yusufu. Nenda angalia kina Musa. Ukiangalia unakuja kugundua ni ishara za watu wakuu. Kwa hiyo lazima tuwe na neema na jicho katika ulimwengu wa roho la kuweza kutusaidia kuhusiana na ishara. And I thank God kuna mtumishi wa Mungu nilimuita akaja Jumapili hapa akawafundisha kwa nini unapitia hiyo vita. Na natumaini mlikuwa na wakati mzuri katika uwepo wa Bwana. Amen. I received a very good feedback of him. Tamleta tena katika jina la Yesu. Just in case. Sio kama mnanielewa Kwa hiyo unakuta hata kile kinachovutia vile vita unayoipitia. Yaani usitafute nyota kitu chenye nanilia 4, chenye nani 5, yani kitu kilichokaa hivi usitafute, kwa sababu pia hata nyota yenyewe hatuna uhakika kama ina ile umbo. Tukifika mbinguni tutapata. Yaani kitu ambacho kinasababisha sasa watu wanasema ile nyota yake ni kali. Wanasema huyu mtu ana kitu ndani yake. Na wanaanza kuinua vita, adui anainua vita kwa kile kitu ndani yake. Ni anafuatilia hii ishara. Kwa ile neno anaposema kwa kuwa maana tuliona nyota yake mashariki nacho tumekuja kushuhudia, maana yake Mungu anawaonyesha hao hiyo ishara kwa sababu wao respectively kitu wanakijua sana, wanajua haya mambo katika ulimwengu wa roho. Na ndio hapo inanishangaza ya kwamba how God is ready, yani Mungu yupo tayari kushuka kwenye level ya mtu ya kile anachokijua ili. Na ndio maana mimi wanawaambia watu, ukisema umesikia sauti ya Mungu alafu umechanganyikiwa, aliyeongea siye Mungu. Sauti ya Mungu haijawahi kumchanganya mtu. Yaani kuna mtu anasema, pastor, unajua mimi nimesikia sauti ya Mungu ndani yangu, lakini mpaka nimechanganyikiwa siwezi kula. Mungu akija kuongea na wewe hakuchanganyi. Mungu akija kuongea na wewe mara of fact, sababu Mungu hana cha kuprove. Sisi wanadamu ndio watu tunawachanganya watu. Yaani ukitaka kuonyesha kwamba wewe umesoma kuliko wao, unaanza kuongea lugha ambayo wao hawana. Unaanza kuongea, unajua haya mambo ya constituency, kuna conference ndani yake. Ili watu tu waanze kunanilia kwamba hii conference imetokea wapi, kule ndani yake kule kwenye conference kuna biography na unaunganisha maneno. Lakini Mungu akitaka kuongea na mtu huwa anashuka kwenye level ya ufahamu wa mtu husika. Akishuka kwenye level ya ufahamu wa mtu husika, anaongea naye kwenye lugha anayoelewa, kwa sababu lengo la Mungu kuongea ni ili umuelewe, sio ili akuchanganye. Kwa hiyo ili umuelewe anasema lugha yako. Na ndio maana Mungu anapoongea na Samueli anamtambulisha ili awe nabii. Anajua Samueli kuna lugha hazielewi, mene tekeli na pelezi. Samueli ni ngumu kwake. Anaanza kumuita tu Samueli. But guess what? Anamuita kwa sauti ya nani? Kwa sauti ya Eli. Eli ni nani? Eli ni baba yake, ni kuhani ambaye yuko pale, anamsikiaga kila siku. Kuna watu mnatafuta kusikia sauti ya Mungu. Huu ni mwaka wa 3 na mimi kila Jumapili nahubiri, unasubiri sauti ya Mungu. Sio kama mnanielewa watu wa Mungu Kwa hiyo hichi kinatufundisha kwamba Mungu yuko tayari kushuka kwenye lugha ile tunayoongea. Mstari unaofuata, twende mstari kwa mstari. Anasema, basi mfalme Herode aliposikia hayo akafadhaika, na Yerusalemu yote pia. Amesikia kwa sababu neno lilomfadhaisha, huyo aliyezaliwa ni nani? Ni mfalme. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Akakusanya wakuu wote wa makuhani na waandishi, akatafuta habari kwao, Kristo alizaliwa wapi? Nao manake Herode anajua ya kwamba habari hii, hawa wakuu wa makuhani, hawa waandishi wa sheria, lazima kuna kitu wanajua juu ya uzalio. Lazima kuna kitu fulani wanakijua. Na katika kukijua hicho kitu, Biblia inasema akatafuta habari juu yao. Maana yake nini? Herode alikuwa anajua hapa Yerusalemu kuna watu wanajua juu ya uzalio wa Yesu. Na guess what? Alipotafuta habari kwao, Biblia inasema mstari unaofuata, nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Yudea. Kwa hiyo kumbe wanaongea na hawajui wanachokiongelea tayari kimetokea. Na unishike, nilikuwa nasoma kutokea mahali ambapo hawa
the Magi wanauliza, mamajusi wanamuuliza mfalme, mpaka Yesu alipozaliwa ni kilomita 10 kilometers. Alafu kutokea mamajusi walikotoka mpaka Yesu alipozaliwa ni kilomita 1200. Alafu kuna watu wameweza kunavigate kilomita 1200, na kuna watu with less information hawana unabii. Wao sio waandishi wa sheria, ila kuna ishara wameiona, na hii ishara walioiona sio bure. Kumbuka, utajiuliza hao watu walijuaje hichi kitu? Mungu alishatabiri hii kitu kwenye Hesabu. Alishatabiri hii kitu ya nyota kwenye kitabu cha Hesabu. Kwa hiyo wakati wakina Danieli wameenda utumwani kukaa, Biblia inasema wakati walipokuja kukaa, ilipofika wakati wa Nebukadnezar alipoondoka, alipokuja Silas mkuu ama Koresh the Great, Silas the Great, Koresh mkuu, yeye alipowaruhusu, kuna Waisraeli wengi ambao walibaki. Na kwa nini aliwaruhusu? Ni kwa sababu Koresh, kuna mtu aliyekuwa na mheshimu mmoja wa wakuu wa kidini, historia zinasema aliwahi kumwambia Koresh ya kwamba huyu Mungu wa Wayahudi ni Mungu wa kumuogopa na kumheshimu, kwa sababu kila analosema linatimia. Kwa hiyo Koreshi alipopata hicho, ndiyo sababu ya yeye kuwaruhusu Waisraeli kurudi kwenye nchi yao, wakajenge tena upya, na hela za kujengea akawapa yeye. Kwa hiyo maana yake katika kipindi hichi chote Waisraeli hata waliporudi, wengine wengi walibaki, wakaruhusiwa kuabudu, wakaendelea kuandika sheria. Kwa hiyo hawa watu kwa miaka 100 na kitu, mamia ya miaka, walikuwa wanasoma, wanajua ya kwamba kuna siku kuna nyota itakuja, kuna siku kuna nyota itakuja, kuna siku kuna nyota itakuja, kuna siku kuna nyota itakuja. Hiyo nyota ilipotokea, na imagine Mungu alivyo mipango, anaitabiri hivyo hivyo kama nyota, yani anasema kwenye lugha yao. Ukiangalia kitabu cha Hesabu sura ya 24 mstari wa 17, kuna kitu kinatabiriwa. Sasa imagine, ni kitabu cha Hesabu sura ya 24 mstari wa 17, anaandika, anasema, ninamuona lakini si sasa, namtazama lakini si karibu. Mwanangu, kitabu, kumbuka hiyo ngoma ni kutoka kitabu cha Hesabu mpaka Mathayo. Watu wachache wameelewa kitabu cha Hesabu maana yake nini. Ni mamia ya miaka. Alafu kuna mtu, Roho Mtakatifu anasusha desa, mwamba tu amekaa pale, anatabiri, anasema namuona lakini sasa, namtazama lakini si karibu. Alafu anasemaje? Nyota itatokea katika Yakobo, na fimbo ya enzi yake itainuka katika Israeli, nayo itazipiga pembe za Moabu, na itavunjavunja wana wote wa nini? Wa ghasia. Maana yake wale watu walikuwa wanalikumbuka ili andiko kwenye yale maandiko yao. Hawa ni wasoma nyota, hawa ni wachawi, wanasoma vitabu kuliko walokole. Kuna watu wamekaa pale wana PhD na masters za mambo ya uzamivu katika mambo ya kumtazama Roho Mtakatifu, ambayo sio mbaya, na mimi nimesoma. Msiseme naongea hivyo sasa pastor alisema. Hapana, mimi mwenyewe ninayo moja masters. Nimesoma miaka 4, lakini mwanangu haijanipa mafunuo. Imenipa tu knowledge ya kujua namna ya kufanya research na vitu vingine, lakini mafunuo anayetoa ni Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu si lazima umsomee. Roho Mtakatifu ni lazima tu umtamani. Ukimtamani anamiminwa juu ya wote wenye mwili, kama ambavyo Yoeli alitabiri. Twende haraka leo, nataka nikakuache ukale ubwabwa katika jina la Yesu. Anasema natazama namuona lakini si sasa. Alafu anasema lakini si karibu, namtazama. Yani hawa sasa ndio manabii. Yani jamaa linatoa unabii, lakini najua sio sasa hivi wala sio karibu. Si watu napaisha, wanasema naona unainuliwa, ila lini? Nikikwambia aliyekuwa na tabiri hapa ni nani, wote mtafanya na sikwambii. Nenda katafute mwenyewe. Sasa nirudishe kwenye maandiko yangu. You see, wanafika pale, wanaenda wanaanza kuongea. Anasema katika Yerusalemu ya Bethlehem ya Yudea, maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Alafu unaona mstari unaofuata anasema sasa kile ambacho kimeandikwa, nawe Bethlehem katika nchi ya Yuda, mdogo
kamwe miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa kuwa kwako watatoka mtawala atakayewachunga Israeli, watu wangu Israeli. Mstari unaofuata, kisha Herode akawaita faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ile nyota ilipotokea. Nao kwa nini Herode anatafuta muda? Yaani Herode anaanza kuwauliza ya kwamba nini hii nyota, kwani mliona lini? Ili akalculate ule muda na idadi ya watoto waliozaliwa katika kipindi hicho. Kwa hiyo Herode kitu cha kwanza aliposikia, anaanza kufanya calculation ya namna ya kuua. Ndio hii hapa. Na ndio maana anataka muda. Yaani maana yake anajua kama mmesafiri umbali huo, maana yake hichi kitu kimetokea muda fulani. Na watu wengi wanaposikia mamajusi, wanasemaga mamajusi walimfuata Yesu zizini. Hakuna kitu kimeandikwa hivyo kwenye Biblia. Wakaenda kwenye lile zizi mamajusi na zawadi. Mamajusi hawakumkuta Yesu kwenye zizi. Yesu alikuwa ameshazaliwa kwenye zizi, ameshahamia nyumbani. Hawataki. Sio mimi sasa, ni vile tu Sunday school yako. Mara tulikuwa tuna nyimbo kabisa, wakamkuta pale zizini, wakamkuta zizini. Lakini utakuja kugundua mamajusi toka kwa sababu Yesu alipozaliwa, kama safari yao tu iligharimu miezi 4, maana yake Yesu alikaa kwenye zizi miezi 4. Atasema kimpani, mchungaji mbona unaungaunga? Wewe nikuonyeshe andiko. Ona mstari unaofuata. Kisha Herode akawaita wale mamajusi, akawatuma Bethlehemu, akasema nendeni mkamchunguze kwa makini habari za mtoto, na mkisha kumuona mnilete habari ili na mimi nimsujudie. Mstari unaofuata anasema, na waliposikia maneno ya mfalme wakashika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia mpaka alipokuwapo, ikasimama juu mahali mtoto alipokuwapo. Mtoto alikuwa wapi? Nao unaangalia mstari unasema, nao walipokuwa ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Mstari wa 11 anasema kitu gani? Wakaingia nyumbani wakamuona. Hawakuingia zizini wakamuona. Kwa hiyo waliingia wapi? Nyumbani. Hata kama utaki, piga makofi kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo walimuonea wapi? Nyumbani. Nyumbani kwa nani? Kwa Yusufu. Na Yesu hakuzaliwa kwenye zizi la ng'ombe kwa sababu Yusufu hana hela ya guest. Acheni uongo. Alizaliwa kwenye zizi la ng'ombe kwa sababu nyumba zote zilikuwa zimejaa nini? Wageni. Waliingia kwenye mji wa watu bila kufanya booking. Ni sawa na leo kukiwa kuna bunge, sijui kuna nini, ukaja Dodoma kichwa, utakaa kwenye zizi la ng'ombe. Sasa inategemea zizi la ng'ombe unatafsiri kitu gani, lakini utakaa kwenye zizi la ng'ombe. Inawezekana lisiwe zizi, lakini ni pale unapoamka asubuhi unajinyosha kila mara, unajua tu ni zizi. Na unaona anasema wakaingia nyumbani wakamuona mtoto wa Mariamu na mamaye, wakaanguka wakafanyaje? Wakamsujudia. Alafu anasema nao walipokwisha kufungua hazina zao wakamtolea tunu. Nipe tafsiri ya Kiingereza. Unafurahia Christmas? Nitakuja, nitakwambia Yesu azaliwe moyoni mwako. Nitakuja, ila bado kabla hajazaliwa moyoni mwako tumuelewe kwanza. Nitakuja. Anasema and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures. Manake wakafungua hazina zao. Hazina kifaa cha kuwekea vitu vya thamani. Wakafungua vifaa vya kuwekea kitu cha thamani. Alafu angalia wale mamajusi wakafanyaje? Biblia inasema wakamtolea zile zawadi ambayo unaona wanaanza gold, wakampa dhahabu, uvumba na manemane. Sasa hapa tumekuwa tunaimba, hata mimi wimbo nilikuwa naimba, wakamtolea zawadi, manemane na uvumba, ndio maana nimekumbuka haraka. Lakini kuna kitu ambacho natamani uwazi. Kulikuwa kuna ishara ya kinabii nyuma hizi zawadi. Kama ambavyo utimilifu wa wao kuifuata nyota ilikuwa ni ishara ya unabii wa kitabu cha Hesabu kutimia. So it has to tell you ya kwamba Mungu anapomchagua mtu kwa kusudi lake, maisha yake yamejawa unabii. Yaani, na unabii ni nini? Unabii ni maneno, ni hatima inayomtangulia mtu.
Ni kitu ambacho Mungu amekiweka. Yani wewe unaona kuna vitu vinatokea, wewe unaona kuna mambo yanatokea, hauelewi nini kinatokea, lakini katika ulimwengu wa roho kuna unabii tayari ulishaandikwa. Na huu unabii, kumbuka, hawa mamajusi wamemkuta Yesu kama mtoto amezaliwa. Yesu kama nani? Kama mtoto amezaliwa. Alafu anasema wakatoa dhahabu. Ni vizuri ukaelewa sasa hivi hapa kwenye ulimwengu wa sasa tunaweza tukasielewa, kwa sababu kwenye ulimwengu wa sasa kila mtu anavaa dhahabu. Everybody, kila mtu ana kadhahabu kake. Kila mtu anaweza kanunua dhahabu akafanya. Lakini kwenye dunia wakati huo dhahabu ilikuwa sio mali ya kila mtu. Dhahabu ilikuwa ni ya mali ya watu ambao wanabelong katika royal family. Watu ambao wanatokea kwenye familia za kifalme. Wao na wafalme wao ndio walikuwa wanamiliki dhahabu kuliko mtu mwingine yote. Yaani hata kama una uwezo wa kununua, hautakiwi kuwa na dhahabu kuliko mfalme. Nabii anasema hawa mamajusi walipofika, kitu cha kwanza, ishara ya kinabii, wanamtolea dhahabu. Mtoto mdogo amezaliwa kwenye zizi, yupo kwenye nyumba ya fundi seremala, lakini wao walipomuona wanamtolea dhahabu, ikiwa ni ishara ya unabii ya kwamba huyu ni mfalme. Kwa sababu ni mfalme, zawadi anayostahili ni dhahabu. Mimi sijui kama wakati huo kulikuwa kuna daipa, ama kulikuwa kuna pampers, ama kulikuwa kuna nepi. Manake ndio walichotakiwa kwenda naye. Walitakiwa kwenda na vifaa vya kujifungulia, vifaa vya kumlelea mtoto mdogo. Lakini wanaunganisha ya kwamba huyu mtu, kwa nini hawajaenda na nepi kama zilikuwepo? Kwa nini hawajaenda na maziwa yale? Haya yatakusukuma, maziwa ya mama sipotoka, watayachemsha haya, watatikisa, utampa haya. Hawakwenda, wanaenda na dhahabu. Wanatimiza tena unabii wa Isaya. Tazama, kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Alafu anasema tumepewa mtoto mwanaume. Maana yake huyu ni mtoto, lakini msijichanganye, sio wa kiume, ni mwanaume. Kuna tofauti ya mtoto wa kiume na mtoto mwanaume. Kina mama mko hapa, uwaga mzai watoto wanaume, mnazaa watoto wa nini? Wa kiume. Alafu kuna level wakifika kama mimi ndio wanakuwa mwanaume. Alafu wanaume sasa pia sio umri, wanaume ni majukumu. Kwa hiyo Isaya anaandika, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto. Mwanaume, tafsiri ya hii achana nayo. Ana tafsiri ya kimvita hii. Ana tafsiri, anasema mtoto nini? Mwanaume. Sio, unaona? Anaongea hii hapa. Hii ndio wewe unaitumia hii. Anasema tumepewa mtoto nini? Mwanaume. Alafu kwa nini mwanaume? Ni mtoto, lakini katika utoto wake uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Na mamajusi kutokea kilomita 1200 wanakuja, wanagundua huyu mtoto ana ufalme ndani yake, na kuna makuhani wa kilomita 10 hawajui kama kuna mfalme amezaliwa. Ninachofundisha ni kitu gani? Tunaposherehekea Christmas, inawezekana tunapamba miti, tunapamba maua, lakini hatujui kilichotokea katika ulimwengu wa roho. Ninakuombea Mungu akupe kujua ya kwamba hii sio siku tu. Hii ni siku ambayo ndio iliamua hatima ya wanadamu. Hii ndio siku ambayo iliamua ahadi ya Mungu. Hii ndio siku ambayo ilimfanya Mungu kuwa mkweli kwenye ahadi zake, alipoahidi kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15 ya kwamba atazaliwa. Finally amezaliwa. Na hichi kitu kinanionyesha ya kwamba kumbe kama Mungu alisema Yesu atazaliwa na akazaliwa, chochote alichokisema kwenye maisha yangu kitakuwa. Kama ahadi ya Yesu ilitimia, ahadi yangu ambayo haihitaji miaka 1000 itatimia. Ninatabiri kwa watu 2 watatu hapa katika jina la Yesu ya kwamba chochote alichokisema Bwana kwenye maisha yako kitakuwa. Nasema kitakuwa katika jina la Yesu Kristo. Ninatabiri chochote ambacho Bwana amekisema kwenye maisha yako kitakuwa. Nasema kitakuwa kwa jina la Yesu. So eneo la kwanza, kuzaliwa kwa Yesu kunatuonyesha kitu gani? Kunatuonyesha kwamba Mungu ni mkweli kiasi cha kuifuatilia ahadi yake. Mungu ni mkweli. Kwa hiyo alichokisema juu yangu kitatimia. Nisaidie kuhubiri, jihubirie mwenyewe, sema alichokisema juu yangu lazima kitimie. Kama unasema kwa mtu mwingine, alichokisema juu yangu lazima kitimie. Alichokisema juu yangu lazima kitimie katika jina la Yesu. Yaani kama Mungu ameweza kufuatilia hii ahadi,
toka kwenye yale maneno ya nyota. Ni maneno madogo madogo, lakini anafuatilia yale. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Maana hapa ndio mara ya kwanza Mungu anatabiri juu ya Yesu. Na guess what? Mungu anatabiri juu ya Yesu siku Adamu amekula tunda. Na ndio maana Adamu anaitwaga Adamu wa kwanza, Yesu anaitwa Adamu wa pili. Na ndio maana Adamu wa kwanza kilichomshinda njaa, na Yesu naye akapitishwa kwenye mtihani wa nini? Wa njaa. Utanielewa baadaye. Adamu kilichomshinda ni tunda tu alikula. Yesu amefunga siku 40, shetani yule akatokea, nyoka yule kule akatokea. Akamwambia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza haya mawe yawe mikate. Tupige mikate sasa hivi. Adamu wa pili hakufeli kama Adamu wa kwanza. Akasema mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Anasema nami nitaweka uadui. Hapo wakati Mungu anatoa laana. Na ndio maana Boazi anaimba, katikati ya ghadhabu umekumbuka rehema, haufananishwi na kitu. Si Mungu anaanza anatoa hapo, yupo kwenye kipengele cha kugawa laana. Alafu katikati ya kugawa laana, kwa sababu yeye amejaa sana baraka anajikuta ameachilia baraka pale pale katika jina la Yesu. Okay, ili uelewe, turudi kuanzia mstari wa 12. Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa wewe pamoja nami ndiye alinipa mti wa tunda huo nikala. Akapiga. Bwana Mungu akamwambia, mwanamke, ni nini ile umefanya? Mwanamke akasema, huyo nyoka alinidanganya. Kwa hiyo Adamu mwanamke nyoka. Nyoka hana pa kwenda. Sasa unafuata anasema kitu gani? Bwana Mungu akamwambia, nyoka, kwa sababu wewe umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote mwituni, na kwa tumbo utakwenda. Maana yake nyoka alikuwa haendi kwa tumbo. Lakini anasema na kwa nini utakwenda? Na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nyoka amemalizana naye. Mstari unaofuata, alafu ndio unaona sasa katika kutamka laana kwa nyoka, Mungu pale pale katika sehemu ya laana kwa nyoka, hiyo sehemu ya laana kwa nyoka ni sehemu ya ukombozi kwa mwanadamu. Anasema hivi, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Manake ulimdanganya mwanamke, sasa naweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Hapa ndio Yesu anatajwa. Ukitafuta neno Yesu hapo utalitafuta sana. Anasemaje? Na kati ya uzao wake na uzao wake, huo utakuponda kichwa, wewe utauponda kisigino. Now here is another code. Mungu anasema nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Na tunajua duniani hakuna mwanamke mwenye uzao. Mwanamke analo tumbo la kupitisha uzao, ila uzao sio mwanamke. Uzao ni ile mbegu ya kiume. Uzao, unanielewa? Ile mbegu ya kiume ndio uzao wa kiume. Lakini Mungu anavyotamka, hasemi nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanaume. Anasema nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa huyo mwanamke. Guess what? Mungu kufufili hii ahadi, anampitisha Yesu kwenye tumbo la mwanamke ambalo halijawahi kukutana na mwanaume, halina damu ya mwanaume, halina mbegu ya mwanaume, halina mbegu ya kitu chochote, ili unabii huu utimie, ahadi hii ya kwamba huu adui utakuwa ni kati yako wewe na mwanamke, sio mwanaume. Na ndio maana Yesu anazaliwa kutokea kwenye Mariamu, hana damu ya Yusufu, hana mbegu ya Yusufu, hana damu ya mwanadamu. Mungu alichohitaji kwa Mariamu ni tumbo tu. Wewe nipe tumbo, mimi kuna kazi yangu nataka nifanye. Watu wachache wananielewa. Mungu anasema mimi nipe tumbo, mimi na issue yangu. Nilishaahidi ya kwamba huu uzao wa mwanamke, alafu wewe utauponda kisigino, lakini wenyewe utakusigina kichwa. Maana yake sisi shetani kuna vitu anaweza akafanya. Yaani kama kuangusha jengo, anaweza akafanya tu vitu. Ameruhusiwa, anaweza akafanya. Lakini ultimate result haipo kwenye kisigino. Kati ya anayeponda kichwa na anayeponda kisigino, nani anayemaliza? Ni anayeponda kichwa katika jina. Wewe ndio maana umepewa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Ukiona nimepata ufunuo. Anachokisema maana yake shetani yuko chini ya miguu yetu, na ndio maana kitu pekee anaweza kufanya ni kuponda kisigino. Alafu sisi kwa kutokujali, kwa sababu yuko chini sana, hata hatutampiga na mawe, kupitia hichi kisigino hichi tunakanyaga katika. Ninatabiri kwa jina la Yesu Kristo kwenye maisha yako,
ahadi ya Bwana aliyezaliwa. Kila kilichokusumbua unakikanyaga kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Shetani alipodhani ametuweza leo, tunamkanyaga kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Tunaponda kwa jina la mamlaka la Yesu Kristo. Magonjwa yakija kwenye maisha yetu, tunayakanyaga kwa jina la Yesu. Utasa ukija kwenye maisha yetu, tunakanyaga katika jina la Yesu. Hasara zikija kwenye maisha yetu, maumivu yakija kwenye maisha yetu, tunakanyaga kwa jina. Wanaokanyaga waseme haleluya. Mpe Yesu makofi ya utukufu kama unanielewa. Wewe utaponda kisigino, alafu wenyewe kwa sababu uko juu yako. Na niwasema nimewapa ninyi mamlaka ya kukanyaga. Maanake shetani yuko chini yetu mbali, hafiki hata kwenye magoti, mbali. Huyo ndio Yesu aliyezaliwa kwa ajili ya. Sijajua kama ninakupa sijajua kama ninakupa sababu ya kusherekea. Sijajua kama ninakupa sababu ya kupamba, kwa sababu unakumbuka hii ni siku ya ahadi ya ukombozi wangu kutimia. Sitaishi kama mtumwa kwa sababu ahadi ya Bwana imetimia kwenye. Mpe Yesu makofi ya utukufu katika jina la Yesu. So you see, nimekwambia ni mambo tu ya unabii kutimia, ni mambo tu ya unabii kutimia. Wanaenda mstari unaofuata anasema wakaingia wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, uvumba na manemane. No, okay. Rudi pale pale. Kwa hiyo dhahabu ni unabii wa mfalme, umeshatimia. Unabii wa kwanza. Uvumba ni nini? Uvumba ni ishara ya unabii ya kwamba wamekutana na divine nature. Uvumba, insane, uvumba ilikuwa ndio kitu pekee, aina fulani ya marashi ambayo yanatumika tu kwenye ibada. Na ndio kuhani alikuwa akiingia hekaluni patakatifu, alikuwa anaingia na nini? Na uvumba. Anaenda anafukiza nini? Uvumba, ikiwa ni sehemu ya ishara ya ibada kwa Mungu aliye juu. Kwa hiyo hao walivyoenda na uvumba, hawamtambui tu kama mfalme, wanamtambua pia Yesu kama Mungu kamili. Wale mnaosubiriki Yesu sio Mungu, Yesu sio Mungu. Kuna vitu mwanangu kitafsiri kwa kichwa hichi vinagoma. Neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi. Kwa hiyo hapa wanatambua nafasi yake ya uungu kwa hii zawadi. These gifts are very prophetic. Yaani utajiuliza, mtoto mdogo amezaliwa unamleteaje uvumba? Mngeleta mafuta ya nazi, yanaitwa kokonini yale nini yale, parachute. Mngeleta parachute sasa hiyo. Tasaidia hapa. Leteni poda mtasaidia. Lakini hao watu wakimwangalia Yesu hawaoni mtoto, wanaona hatima. Si Mungu akupe watu ambao kila wakikuangalia hawaoni mazingira yako, hawaoni unachokipitia hapo, hawaoni hali yako, wanaona future ya ukuu ambayo Mungu amekuwekea mbele yako. Ninasema Mungu akupe watu wa namna hiyo katika jina la Yesu, ambao wakikuangalia wewe hawaoni hali ulio. Yani hawa mamajusi, hawa the magi wameenda, wakati watu wengine wanaangalia mtoto wanamrusha Yesu juu namna hii. Hawa hapana. Jambo la kwanza, wamesujudu mpaka chini kwa mtoto. Jambo la pili, wanatoa zawadi kutapua uungu wa Yesu. Maana yake pia kuzaliwa kwa Yesu tunakusherekea kwa sababu Yesu ni Mungu duniani. Ambaye Yohana anamtambulisha, anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Alafu huyo neno, kumbuka naye mtaje ni Yesu. Naye Yesu alikuwa ni nani? Ni Mungu. Alafu anasema na vyote vilifanyika katika huyo neno, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Alafu anasema 1:14, naye neno akafanyika mwili, akaja akakaa kwetu. Amefanyika mwili, amekaa na makuhani hawajajua. Waliojua ni mamajusi, wachawi ndio wamejua. Na nitakuonyesha kuna watu waliokoka kabla Yesu hajafa. Nitakuonyesha mamajusi walienda wakaacha manemane na uvumba wakaondoka na wokovu. Nitakuonyesha kwenye maandiko. Kwa sababu wewe wokovu kwako ni mpaka ile sema Bwana Yesu.
Sasa zamani Bwana Yesu ndio Bwana Yesu alikuwa anawaokoa watu. Okay. Yesu ndio Yesu alikuwa anawaokokeshaje watu sasa? Alikuwa sema mimi. Wewe nimekuja kwako. Nimekuja hapana. Anasema kwa moyo mtu anaamini hata kupata haki. Kwa hiyo wokovu unaanzia kwenye kile unachokiamini moyoni, unachokikiri moyoni, alafu kwa kinywa mtu anakiri. Anakiri nini? Maana yake hawa kitu walichokiri, walikiri tokea mwanzoni, yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Na walipofika kuonyesha kwamba wameamini ni mfalme, na sio tu mfalme wakampa dhahabu, sio tu mfalme wakampa na uvumba, manemane, si ndivyo? Wakampa na uvumba ili kuonyesha status ya uungu wake na kuonyesha wameamini yeye ni Mungu, wakasujudu. Na nilikuwa nasoma kwenye historia, wanasema aina ya kusujudu waliokofanya ni sujudu pekee ambayo ni asili ya kiungu inasujudiwa. Yaani ni ile kusujudu ya kuweka mguu pembeni na mguu pembeni, alafu kichwa kinagusa ardhi. Hiyo sasa kwenye kacha, hata watu wanaoabudu miungu wanasema kusujudu ya namna hiyo ni aina pekee ya uungu. Ni date, only date ndio inapewa aina hiyo ya kusujudu. Hao watu wameamini. Sasa nitakuonyesha katika Ufunuo waliondokaje na wokovu. Twende tumalizie maandiko kale Pilao. Wakaingia nyumbani wakamwona mtoto Mariamu pamoja na mama yake. Kwa hiyo kitu cha kwanza wakampa nini? Dhahabu. Nimekwambia tafsiri ya kinabii dhahabu ni nini? Ni mfalme. Na imetuonyesha kutokea kwa nani? Kwa Isaya. Anatuonyesha huyu ni mtoto lakini ana uwezo wa nini? Wa kifalme. Sio mpaka akue, hapo hapo alipo ana uwezo wa ufalme. Alafu na maana yake uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Akiwa mtoto hapo hapo, sio kwamba mpaka nini? Akiwa kwenye level hiyo hiyo, maana yake kimeshatokea. Maana yake nini? Mungu anawaita watu kwa hatima zao, hawaiti watu kwa hali walizonazo. Na ndio maana watu wote walioelewa lugha ya Mungu hawajidefine kwa hali wanazozipitia, wanadefine kwa hatima Mungu aliyowekea mbele yao. Nani ananielewa? Aseme amen. Dhahabu ya tatu ni manemane. Manemane hapo ulikuwa unajua ni hela. Sawa, ninyi okay, huku wa malaika wengi, wanadamu wengi. Ngoja nitafute wanadamu sijui wako wapi. Manemane ni huyo naye jisimulia ni mimi in case wewe unaona aibu. Manemane ni ishara ya tatu ya kinabii. Manemane ukisoma kwenye tafsiri, angalia tafsiri ya Kiingereza neno analolitumia. Manemane anasema nini? Mi. Unaitamka hivyo hivyo. Sema mairirihi ni mir. Na imeza tu hivyo hivyo. Hata ukikosea lugha sio ya kwako, sema amen. Anaitamka hapa. Haya ni aina ya marashi ambayo walikuwa wanapakwa wafu. Biblia inasema wakati Yusufu alipotaka waushushe mwili wa Yesu amuandae kwa ajili ya maziko yake, mafuta aliyompaka ni haya. Maana yake pia kitu cha tatu walikuwa wanatabiri, mfalme huyu atakufa kwa ajili ya dhambi za wengi. Japokuwa wao wakati wanatoka walichukua kinachobebeka, ila Mungu hata katika kuto kujua kwao alikuwa anajua kuna lugha ya unabii. Hebu niweke kwenye amplified. Sijui kama amplified ameiweka, ameitafsiri. Na najua nitakuwa nimewaacha watu hapa. Hebu niweke kwenye amplified. Amplified anaandika kitu gani? Pengine anaweza kama ameipanua zaidi. Lakini unaona anaonyesha, unaona hapa anapoanza anasema they presented him gifts. Alafu hizo gifts kwenye mabano anasema kitu gani? Fit for a king gifts. Maana yake walileta zawadi ambazo zinafaa kupelekewa mfalme tu. Na hii mafuta waliokuwa napaka hapo, hayo mafuta sio ilikuwa inapakwa kila mfu. Kwa sio tunaona manemane, dhahabu na uvumba, lakini kuna kitu hatukioni. Maana yake walikuwa na mtabiri mfalme ajaye, ambaye yeye atakufa ili kuwa fidia ya wengi, atakufa kwa ajili ya dhambi za wengi, atakufa kwa ajili ya utukufu wa wengi, alafu siku ya tatu atafufuka ili kuwapa wengi tumaini. Si umeziona hizo ishara za kinabii?
Kwa hiyo Yesu kama mfalme, Yesu kama Mungu, na Yesu kama atakaye kufa. Kwa sababu kimsingi kuzaliwa kwa Yesu kungepoteza maana nzima kama Yesu angekataa kufanyaje? Kufa. Yesu hakuja duniani kuishi, alikuja kufanyaje? Kufa. Ndio maana nampenda Yesu, ana hekima hata hakuoa. Yes. Yes. Kwa anajua mimi sipo sipo, miaka 33 tu inanitosha. Nitafute mtu nioe miaka 2, nimesulubishwa. Niwape watu mzigo. Unajua wewe huwezi kuelewa mpaka utakuja kugundua Yesu alikuwa anajali mpaka siku anakufa msalabani. Akagundua hana mama yake, hana pa kwenda. Akaangalia pembeni msalabani, akamwona Yohana, akamwambia mama, mshike mwanao. Yohana. Na Yohana, mshike mama yako. Na Biblia inasema toka siku ile Mariamu alihamia nyumbani kwa nani? Kwa Yohana. Yesu anasema basi wewe kaa tu na mama, sije kauletea pia na mke wangu. Sisi kama unanielewa, yaani pengine angeacha ibada ya sanamu, huyu ndiye mke wa Yesu. Mimi ndo mke wa mkombozi wenu. Yaani Yesu akaona hayo mambo kwetu. Twende mstari unaofuata. Happy Christmas. Anasema baada ya kufanya hayo mambo yote, see this, nao wakiisha kuonywa na Mungu ya herufi kubwa kwa ndoto. Maana yake tayari kwa hicho walichokifanya kuna divine connection tayari imeshatokea kati yao na Mungu. Nao ufunuo uko hapa, wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Nao kumbuka, walikuja kwa njia nyingine, wanaondoka kwa njia nyingine. Hili neno njia nyingine ni imani. Walipomuona walikuja kwa sababu kumbuka, Herode ni mfalme, respected king, na ndio mwenye hiyo domain. Lakini wamechagua kumchagua mfalme wa milele kuliko kumchagua mfalme anayepita wa muda. Kwa Biblia inasema Herode aliwaambia, mkimwona mkirudi mniambie alipo. Lakini wao, Biblia inasema walipoonywa na Mungu wakaondoka kwa njia nyingine. Literally ni kweli waliondoka kwa maana ya njia nyingine ili wasirudi kule. Lakini hapa katika ufunuo wa Roho wamepata namna, njia nyingine, maisha mengine, ufunuo mwingine. Hawatembei tena kwa nyota, wanatembea kwa nyota ya asubuhi, Yesu Kristo ambaye tayari yeye ameshaangaza mioyoni mwao. Hawatembei tena kwa kufuata ishara, wanatembea wakiwa wameiona ishara, Yesu Kristo. Hawatembei tena wakiwa wanatafuta ukweli, wanatembea wakiwa wameuona ukweli mwenyewe. Hawatembei tena wakiwa wanatafuta uzima, wanatembea wakiwa wameuona uzima mwenyewe, na ndani yake ndimo ulikuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, na nuru yang'aa gizani, wala giza haikuiweza. Nao wakaenda zao kwa njia nyingine. Ninaomba kwenye Krismasi hii kuna mtu atarudi, atatoka kwenye ibada hii, ataenda kwa njia nyingine. Nasema utaenda kwa njia nyingine kwa jina la mamlaka la Yesu. Nasema kuna mtu kwenye ibada hii ataenda kwa njia nyingine. Alikuja kwa njia ya mauti, ataenda kwa njia ya uzima. Alikuja kwa njia ya kupotea, ataenda kwa njia ya kupatikana. Alikuja kwa njia ya kupapasa, ataenda kwa njia nyingine. Kwa sababu gani? Maana Yesu anasema mimi ndio njia, kweli na uzima. Wakamwambia, Bwana tuonyeshe njia. Akasema, mnamuonyesha njia, mmekaa na mimi bado mnasema tuonyeshe njia. Mimi ndio hiyo njia yenyewe. Kwa hiyo hao wakaenda kwa njia nyingine. Walikuja kwa njia nyingine ya kuongozwa na nyota, wakaenda kwa njia nyingine ya kumuona nyota ya asubuhi, bright and morning star. Mpe Yesu makofi katika jina la Yesu. Haya, hii tumemaliza. He want. Sawa. Nao walipokwisha kwenda zao, tazama malaika alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka ukamchukue mtoto na mama yake. Very specific. Unamchukua nani? Mtoto na mama yake, sio na binamu yako.
Pastor, hiyo nini? Si Mungu aliwahi kumwambia Ibrahim, toka wewe. Ibrahim akawa ni mwema, akatoka yeye na nani? Na Rutu na binamu. Unajua mimi ni mtu wangu, wewe nikwambie maelekezo ya kimungu. Mungu akiwa anakusafirisha mahali, kuna wakati waga yako personal, ni ya kwako wewe na yeye, wewe na yeye. Usibebe mtu mwingine kama hajasema. Yesu amesema chukueni mtoto na mama yake. Maana yake provision hii ya huko mnakoenda ni ya mtoto na mama. Neema hii ni ya mtoto na mama. Kimbia na binamu kwenye msafara wa mtoto na nani? Ndio unaona alipitia na train, alipita kwenye daraja likatitia. Kwa sababu gani? Hakuna kusudi aliyabu accommodate yeye, limeaccommodate nani? Mtoto na mama. Hiyo nitafundisha wakati mwingine. Anasema akamtokea akamwambia, ondoka ukamchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri, na anampa location ya kwenda. And guess location ya kwenda ni wapi? Afrika. Nyumba ya nini? Ya makimbilio. Yesu akaenda Misri, akanywa na maji ya mto Naili, akaoga maji ya mto Naili, akapikia maji ya mto Naili ambayo chanzo chake ni ziwa wapi? Victoria, linalotokea wapi? Mwanza. Kwa hiyo tulifanya collaborate. Kwa hiyo huyu Yesu si anatuhusu sana. Ndio maana Yesu anaipenda Tanzania kwa jina la Yesu. Ndio maana Yesu anaipenda nchi hii katika jina la Yesu. Ndio maana Yesu anaipenda Tanzania kwa jina la mamlaka la Yesu. Na ndio maana sisi tumetunzwa kama nyumba ya makimbilio kwa jina la Yesu. Ngoja nitabiri leo kwenye taifa langu kwa neno la Bwana. Tanzania, wewe ni nchi ya makimbilio kwa jina la Yesu. Kusudi ambalo Bwana amekuwekea kwenye maisha yako halitachepushwa na chochote. Kama ambavyo ulimtunza Mwokozi, kama ambavyo watunza wapigania uhuru, hauwezi kushindwa kutunza watoto wako mwenyewe, hauwezi kushindwa kutunza watu wako mwenyewe. Tanzania will be saved. Tanzania itaokoka. Tanzania itaokoka. Tanzania kwa Yesu, katika jina la Yesu. Kaa chini nimalizie Ufunuo. Anasema mchukue na mama yake ukakae huko hadi nitakapoambia. Alafu mstari unaofuata, mstari wa 14, anasema kitu gani? Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Now Yesu amezaliwa kwenye aina ya familia ambayo sio familia ya juu. It's a low class family. Ni familia kawaida kabisa. Na Biblia imetuonyesha status ya Yusufu ni nani? Ni carpenter. Na sio tu kwamba carpenter labda huyo wa juu, hajafika kile kipindi cha kwenye level za kina Yusufu Alimataya. Yeye ni carpenter tu wa kawaida, wa level ya kawaida. So it has to tell you, Yesu alizaliwa kwenye familia ya kawaida. Sasa kuna kitu unaweza kaona kiona Mungu, kwa nini kama ulijua Yesu atazaliwa na huyu Yesu ni mwanao wa pekee, amekuja kukomboa watoto wako, kwa nini usimuue Herode? Ili Yesu akizaliwa azaliwe wakati Herode hayupo, asimsumbue. Swali la kwanza. Yesu, Mungu, kama ulikuwa unajua watakimbilia Misri, kuna wakati unajifanyaga you are so smart, kumbe you are so stupid. Unajua maswali yana sound so smart, Mungu, kwa nini kama ulijua watakimbilia Misri, kwa nini tu Yesu asingezaliwa tu huko Misri mpaka Herode akifa ndio watoke? Kwa nini umsumbue? Kwa nini Mungu, kama ulijua hili jengo litadondoka, kwa nini usimuonyeshe huyo mchungaji wao, mtumishi wao, wasijenge tu ili hilo jingine? Ndio unachojiuliza. Niko hapa kukujibu hilo swali. Kwa nini mimi Mungu alijua kama nitafeli? Kwa nini tu mimi asiniache nikae nyumbani? Kwa nini niaibike? Huko ni kumwazia Mungu kwa upumbavu. Anaandika Ayubu, anasema katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu. Kwa nini? Kwa upumbavu.
Kwa nini Mungu alijua kama nitapitia jambo hili? Kwa nini tu asingeruhusu hata nisipate, kisitokee, mimi tu niwe salama? Kwa nini? Ndio swali ambalo najiuliza. Leo nipo hapa kukujibu. Anasema akamwambia, akamchukua mtoto wa mamake usiku ule, akaenda zake Misri. Mstari unaofuata, akakaa huko hadi Herodi alipokufa, ili. Kwa hiyo Mungu alichokuwa nakitafuta, kuna neno alishalisema, na amesema hivi, na neno langu halitanirudia bure, bali litafanyaje? Litakwenda na kutimiza mapenzi yangu yote. Mungu alisema hivi katika kinywa chake, anasema hivi ya kwamba nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti. Kwa hiyo maana yake, kumbe lazima upite, yani kupita kupo, lakini hautaogopa nini? Mabaya. Anasema akakaa huko mpaka Herodi alipokufa, ili litimie neno lilo neno na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nitamwita mwanangu. Mimi sijui Mungu anatimiza unabii gani, lakini nachojua ameruhusu ili litimie neno lile, ili litimie neno ile. Mateso yenye mwenye haki ni mengi mno, lakini Bwana humponya nayo yote, ili litimie neno lile ya kwamba Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, ni mwogope nani? Ili litimie neno ile la kwamba utakapopita katika maji mengi hayatakugharikisha, ili litimie. Ninakwambia unachokipitia, kuna kitu unakipitia sio kwa sababu Mungu amekuacha, ila ili itimie ya kwamba ampae mpenzi wake usingizi. Kuna kitu tu anataka kitimie, anataka kuna neno litimie, anataka kuna neno litimie. Kwa hiyo unaona hii ruti ya kumtoa Yesu Yerusalemu kumpeleka Misri, sio kwamba ameshindwa kuili na Herode, au sio kwamba alishindwa kumzalia Misri, ila kuna neno hapo katikati liko. Nisaidie kumgeukia jirani yako, mwambie haya yanayotokea, kuna unabii unatafutwa, kuna unabii unatafutwa mpaka kule juu. Nisaidie kutabiri, mwambie kuna unabii unatafutwa, kuna unabii unatafutwa kwenye maisha yangu. Nina unabii kwenye maisha yangu, 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 nina unabii kwenye maisha yangu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, katika watesi umenipaka mafuta kichwani pangu, kikombe changu kinafurika. Na ndio maana tunasema hakika wema na fadhili zinanifuata siku zote za maisha yangu, nami ninakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Watu wampe Yesu kelele ya shangwe hapa leo. Kaa chini nimalize Ufunuo. Nasema ili timie lile neno la Bwana, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Wewe nimalizie na hili. Lakini Mungu akishajua na unabii kwenye maisha yako, hakupeleki tu hivi hivi. Mnakumbuka zawadi ya kwanza iliyotolewa ni dhahabu, na Mungu anasema ondoka, akaondoka usiku ule ule. Nauli alipata wapi? Umewahi kujiuliza dhahabu zile za Yesu zilitumika? Na umewahi kujiuliza Yesu alikaa Misri kwa muda gani? Umewahi kujiuliza walipata wapi nauli ya kuondoka usiku huo huo kwa fundi seremala? Kwa fundi seremala, familia ya seremala. Yesu anasema ondokeni usiku huu, alafu usiku huo akaondoka. Hawasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanasafiri kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa sababu gani? Tayari Mungu alishatuma watu, alishaandaa provision, alishaandaa ugavi, alishaandaa neema. Anaposema toka, nauli ya kuwatoa tayari wamepewa, hela ya kuwatunza wanakoenda. Mabibi na mabwana, hakuna kilichofanyika kwa bahati mbaya kwenye maisha yako. Hakipo. Nasema hakipo, nasema hakipo. Alipoambia toka tayari, walitangulia na dhahabu tayari. Hiyo dhahabu ilitosha nauli, hiyo dhahabu ilitosha malazi, mpaka siku Herode anakufa walirudi na oh my God.
Biblia haijaandika wapi nauli, wapi nini, lakini kwa nini iandike nauli na wewe umeshaona kule juu wamepewa manemane, uvumba na dhahabu? Na uliwewe kusikuta Yesu amekuwa nazo mahali, anasema zile dhahabu zangu zilitumika hapa katikati. Na wakati huo hakukuwa na thamani kuliko dhahabu. Manake walikuwa wanaenda mahali hawana nauli, wewe tusafirishe mna nini? Anamuonyesha kakipande. Ficha twende. Anampeleka. Tunataka nyumba ya kukaa hapa Misri. Manake waliishi Misri. Na hapa haikwambii Herodi alikufa walipoenda tu. Inawezekana alikufa baada ya mwezi, inawezekana baada ya miezi miwili, inawezekana baada ya mwaka, inawezekana baada ya miaka, lakini ninachojua provision Mungu aliyoileta iliweza kuwasustain muda wote. Muda wote. Mpaka Mungu alipoamua Herode afe natural death. Na Yesu amerudi akiwa mtu ana ufahamu, ana utambuzi, akaja kufanya kazi ndani. Mtu wa Mungu, huyo ndio tunayemsherehekea leo. Achana na tarehe 25. Hatuna issue sana na tarehe 25. Tuna issue na huyu nayemuongelea hapa. Huyo ndio tunayemsherehekea leo. Aliyezaliwa kwa ahadi nyingi, kwa ishara nyingi na kwa ufunuo mwingi. Alafu anasema yeye aniaminie mimi na kazi nizifanyazo na maneno yangu haya ni maneno yake, haya ni maneno yake, yeye atafanya mambo makubwa kuliko haya.